suratu Bani Israil, ama jina lingine ikaitwa suratu Isra, ni sura nambari 17 katika mfumo wa kuwa sura ya kwanza ni suratul Fatiha, inafuata suratul Baqara, inafuata suratu Ali Imran, inafuata hivyo mpaka tunafika katika Bani Israil, ni sura nambari 17. Na yenyewe ina aya 111. Aya zake suratu Bani Israil ni 111. Kwa kuwa aya ni nyingi, itatulazimu twende kwa ikhtisar, kwa ufupi, maana ingetulazimu kuelezea mafungamano na mahusiano kati ya sura iliyomaliza ambayo ni surati Nahli na sura hii. Kwa nini zimewekwa pamoja? Kuna alaka gani? Kama ambavyo ilitulazim tungesema sura hii baada ya kueleza ina aya 11, ilibidi tuseme ina maneno mangapi, ina herufi ngapi, na kila herufi moja katika herufi za Qur'ani 28 kwenye sura hii zipo ngapi, kuanzia alifu mpaka ya. Alifu ziko ngapi, ba ziko ngapi? Lakini tusema tukae huko, kipindi kitakwisha hatujasoma hata aya moja. Ndio maana nikasema itatulazim twende ala al-ikhtisar. Maalesh, sura imeanza kwa kueleza kisa katika visa vya kimiujiza. Kuna visa ndani ya Qur'ani, visa vya kimaisha ya kawaida, visa vya kimahusiano, visa vya kiutawala, visa vya kisiasa, visa vya kiuchumi. Kuna mgawanyiko zaidi ya aina 9 ya visa vilivyomo ndani ya Qur'ani. Lakini sura hii inaeleza kisa katika visa vya kimiujiza vilivyotokea katika maisha ya Rasulullah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisa ambacho kinaashiria uluwi manzilatihi wa makanatihi baina al-anbiya'i as-sabiqin, nafasi yake ya juu Rasulullah, lakini na daraja yake kati ya yeye na mitume wengine. Kisa cha Isra na kuonesha kisa hiki si kisa cha kiakili. Katika makosa makubwa ya wanadamu wanapojadili maisha yao na maisha ya imani zao, kwa maana dini zao, wanashindwa kutofautisha. Kuna mambo ya kiakili na kuna mambo ya kiitikadi. Mwanadamu linapotokea jambo la kiakili anatakiwa asafirishe akili. Yanapotokea masala ya kiitikadi, akili haina nafasi. Ukiruhusu akili ingie katika mambo ya kiitikadi, kinachofuata itasheki imani yako, wa ila utakufuru, kwa sababu si jambo la kiakili.
ni jambo la wewe kutakiwa kuamini tu khalas. Na kwa kuonesha hilo, Rabbul Izzati wal Jalal alianza na tasbih, kumfungua mwanadamu atakayesikia, atakayesoma aya hii. Hahitaji akili yako ishughulike hapa. Hapa panahitajika moyo uzingatie. Akili itashughulika katika upande wa pili wa kusafiri, nako ni kuona kinachoelezwa. Tunachukua mafunzo mangapi ndani yake? Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawla. Taniwia radhi, hapa kwenye aya hii tutachelewa kidogo. Hapa tutachelewa kidogo, kuna vitu baadhi tutatatif vya kiufundi. Kuna maelezo kutoka kwa watu mbalimbali. Wapo waliodai Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam safari hii min almasjid ila almasjid ni safari iliyoanza msikitini na ikakomea msikitini. Alikwenda jasadan wa ruha, kwa mwili na kiroho. Ina maana live, vijana wanasema bila chenga. Na wapo wanaodai safari hii Rasulullah Muhammadun sallallahu alayhi wasallam alikwenda manaman. Sasa tunataka tuangalie vocabulary zilizotumika kwenye aya hii ili tuone uhalisia wa hayo yanayodaiwa. Subhana ay usabbihu subhana, ninamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa utakasifu wake. Ninamtakasa kwa utakasifu wake, ay alladhi yaliqu bijalalihi wa azamatihi, utakasifu ambao waendana na kukubaliana na utukufu wake na ukubwa wake. Wakati mwingine sisi tunatakasana na kusifiana kwa sifa zisizoendana na hali zetu. Waweza ukamsifia imamu kwa tawadhu, adab, unyenyekevu, mapenzi yake ya dini, al-ishrat al-ijtimaiya, mafungamano yake kijamii. Ukamsifu ukajisahau, ukamfikisha katika maeneo ambayo hayaendani na yeye. Ukatamani umfikishe katika daraja ya mitume ama daraja ya malaika, ama ukamfananisha na Rabbul Izzati wal Jalali na wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhana, yani yale mapenzi yako yanakupeleka siko. Sasa Allah tunamtakasa kwa sifa ambazo zaendana na utukufu wake na ukubwa wake. Allah gani? Bayanun yati alladhi, Mola ambaye atukusudi Mungu mwana, atukusudi Mungu mama, atukusudi Roho Mtakatifu. Anayekusudiwa hapa ni nani? Alladhi, Mola ambaye asra bi'abdi. Tunachelewa, tunaanzia hapa nukta ya kwanza. Asra bi'abdi, uko mbele tutakimbizana. Vijana wenzangu tunaosoma grammar, niseme na ninyi kidogo. Verb hii asra, kitendo hiki asra,
kimetoka katika sara. Kuja hamza mwanzoni asra liifadati ta'diya bilhamzi wattadhifi addima lazim wa harfi jarrin in thulathiyan wusim wa ghayruhu addi bima ta'akhara wa in hadhaftahu falaziman yura. Qur'ani haisomwi kama hadithi za alinacha. Qur'ani inahitaji vitu vitatu muhimu sana katika Qur'ani: at-tadhakkuru wat-tafakkuru wat-tadabburu. Qur'ani inahitaji tadhakkur, kusoma kwa matukio utakayoyasoma kwenye Qur'ani. Unasoma nini kwenye tukio hili ulilolisikia? Tadhakkur. Qur'ani kitu cha pili inahitaji tafakkur. Tadhakkur ni kujifundisha, kujikumbusha, kujikosoa, kujirekebisha kupitia hayo uliyoyaona, inaitwa tadhakkur. Alafu kuna tafakkur. Kuna watu wanafanya misconception, wanavuruga kabisa, yani kati ya kutafakari na kuwaza ni vitu viwili tofauti. Tafakuru ni kitu kingine na kuwaza ni kitu kingine. Qur'ani inahitaji tafakuri. Kutafakari ni kusafirisha akili utoke na majibu kwenye kile kilichoelezwa sahihi na majibu yaliyokusudiwa. Hiyo ni tafakuri. Anapokuambia mtu na kushauri uhame uhamie Morogoro, shughuli zako kafanye Morogoro, nakupa muda utafakari, sio uwaze. Ukiwaza ndio utaanza kuumiza kichwa. Ina maana sasa imamu wangu tena ndo nitakuwa sipo naye karibu ina maana sasa ina matokeo yake unapata maradhi, vidonda vya tumbo, pressure. Wewe ulikuwa unafanyaje? Unawaza. Umekwenda hospitali umeambiwa wewe una kansa fulani. Kwa hiyo ina maana mimi ndio siponi tena Kwa hiyo ina maana ndio ishakuwa kweli tena Ina maana matokeo yake unanywea siku hadi siku, wewe wawaza. Ukitafakari utapata majibu. Je, mimi ni mtu wa kwanza kuhama au mimi ni mtu wa kwanza kupata maradhi haya? Hakuna watu walio survive baada ya kupata maradhi haya. Unakwenda mpaka unaota kwenye majibu sahihi, huwezi ukayumba. Mgonjwa wa sukari atasurvive more than 40 years. Kwa sababu alifanya nini? Alitafakari kwamba sukari, mimi si mgonjwa wa kwanza. Ukimwi, mimi si mgonjwa wa kwanza. Pressure, mimi si mgonjwa wa kwanza. Kitu cha pili ni nini? Kutafakari. Inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Kitu cha tatu, tadabbur. Qur'ani inataka tadabbur, yani ni zaidi ya tafakkur. Kwa lugha za leo, ujiongeze, jiongeze. Ala sabili almithal, huu ni wakati wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa unakwenda kwenye tadabbur baada tafakkur. Kwa nini Mungu amwambie mtume wadhkur fil kitabi Maryam, wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur fil kitabi Yahya? Kwa nini huyu mtume aambiwe asome na kujikumbusha kwa wazee waliopita? Hii ni tadabbur. Unatakiwa uende usafirishe akili na ujiongeze. Uwezi kuteseka katika maisha na uwezi kuwa kibri. Waliokosa tadabbur, ndiyo maana ukimpa ushehe, ukimpa uimamu, kila akimuona mzee mbele anaona nuksi. Wakati mtume mwenyewe kaambiwa ili afanye kazi vizuri awasome wazee kwanza. Al-qadimu dhahabun, old is gold. Watu wanaishi hawajui thamani ya watu wazima, kwa sababu yeye kajua liilafi Quraishi kuisoma na maana yake, basi khalas intaha maneno. At-tadhakkur wat-tafakkur wat-tadabbur. Qur'ani inahitaji hiyo.
lazima tusafirishe akili. Afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Qurani inataka hivyo, Qurani inataka hivyo. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Ikiwa maelezo ndiyo hayo, kwa nini Mungu aseme asra? Kwanza neno asra, yusri isra, fahuwa musri. Hii asra maana yake ni mtu kupelekwa safari fulani. Haiwi asra isra, sharti safari yenyewe iwe ya usiku. Safari ya mchana atusemi sara, saraita min haramin ila haramin. Tutasema sara, sharti safari iwe ni usiku. Kitu cha pili, hatusemi sara ila safari hiyo iwe na spidi kali kweli kweli. Mwendo wa kishikaji wa kichakibobu haiwezi kuwa sara. Na mtakasa Allah kwa utakasifu wake. Yupi huyo? Alladhi, ambaye kwamba asra bi abdihi, aliyempeleka kwa kasi ya ajabu usiku kwa usiku mja wake. Na hii wataalamu wa grama wanaita idhafa tashrifia, fa kullun ibadullah. Lakini kwa nini aseme bi abdihi idhafa tashrifia? Tashrifan wa takriman wa ihtiraman li rasulillah Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Aliyempeleka, Allah kampeleka. Hapa unaokota nukta ya kwanza. Wanaosema mtume hakwenda, yeye mwenyewe hakusema kaenda, na Mungu hakusema Muhammad kaenda. Kwa hiyo mnabisha kisichosemwa. Si unaeleweka? Mtanielewa? Wanaosema mtume katika safari ya Isra na Miraji hakwenda, wanabisha kisichosemwa, wanakataa kisichosemwa. Yeye mwenyewe mtume hakusema nimekwenda Miraji, Isra na Miraji, na Mungu hakusema mtume Muhammad kaenda. Hakuna maneno hayo. Yeye mwenyewe alitumia lugha gani? Usiria biya laila, nimepelekwa. Kwa hiyo hakwenda, kafanyaje? Na Mungu hakusema Muhammad kaenda, akasemaje? Asra biya, yeye kampeleka. Mpo hai? Mtoto mdogo akikwambia nimepanda mlima Kilimanjaro, mbishie. Kwa volkano iliyopo pale haiwezekani. Lakini akikwambia nilipandishwa na mama, kubali. Inawezekana hujanielewa. Ngoja nikupe mfano wa tatu. Muharrami huyu aliyoko mbele Mziwanda hapa, akikwambia nimenunua gari aina ya Hama, unaweza ukabisha. Muharrami huyu wa majuzu. Gari Hama vijana wanaita amma. Ziko tatu, H1, H2, H3. Ishi na dunia. Maana kuna watu hapo duniani wanaishi kama akhera. Yaani hawajui chochote shekhe. Usiishi kama upo akhera. Hii ni dunia. Wa man naasha fi ghairi hinihi mata kaiban. Atakayeishi zama sio zake atakufa kifo kibaya. Yani tupo katika karne 21, wewe unaishi maisha ya karne ya 5. Simu hizi smart haramu, TV haramu. Wewe unaishi zama gani? Tunakaa Tandika, unataka tuje na punda huku Kariakoo? Tufungie punda wetu. Msikitini alipanda punda mtume, alikuwa anatoka farasi, ngamia. Wewe unaishi maisha sio yako. Sasa hivi ni bodaboda, baiskeli, gari, ndege, treni na kuendelea. Kule tushahama. Farasi yako yuko wapi? Niulize umepanda gari gani? Au pikipiki ipi? Nije na punda huku, patatosha, tujaze mapunda nje huko. Unaishi zama sio zako. Sasa Muharrami akisema nimenunua Hama, waweza ukabisha. Lakini akisema nimenunuliwa, usibishi. Kwanza unatakiwa ujue aliyemnunulia nani.
Ukishamjua utauliza uwezo huo anao? Akisema naam, nimenunuliwa. Nani kakununulia? Baresa. Baresa hana uwezo wa kununulia mihama? Sasa unabisha nini? Yani wewe umebisha kwa kunitazama mimi, hukubisha kwa kutazama nani kamnunulia. Na wote wanaopinga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda katika safari ya Isra na Miraji, walimtazama Mtume, hawakumtazama aliyempeleka. Walitakiwa wadadisi kapelekwa na nani? Kapelekwa na Allah. Huyo aliyempeleka anaweza hivyo? Anaweza. Khalas, intaha maneno. Mmenielewa? Subhana alladhi asra bi'abdihi. Kwa nini ije bau mbele ya neno abd? Ikiwa tayari nyuma katika neno asra, vijana wenzangu nasema na nyinyi, tayari kuna hamza ambayo ndio taadia kama tulivyopita, bil hamzi wa tadhifi adima lazim wa harfi jarrin bi abdihi wa harfi jarrin in thulathiyan usim. Wataalamu wa grama wanasema hamza imefanya kazi ya taadia. Bau kuja hapa bi abdihi ni ishara Mtume hakuota, kwani hii ni baul musahaba. Subhana alladhi asra ma'a abdihi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam safari alikwenda live bila chenga. Lakini tatu, neno lenyewe abd katika lugha ya Kiarabu, neno abd halitumiki isipokuwa ni mkusanyiko wa mwili na roho. Ukisema Mtume alikwenda mwili mtupu, kwa nini atumie abd? Ni ishara Mtume alikwenda live, ndio maana akalitumia neno abd. Tupo hai, tunagusa tuko mbele, tutakimiza tutakapoishia ndio hapo hapo. Tarkul adati adawa, si wengine hivi ni vilema, lazima tuguse vitu hivi. Na lengo kuwahamsha vijana wenzetu kusoma. Kwa nini Mungu aseme lailan? Tulisema hapo nyuma, neno asra linapotumika katika Kiarabu, safari ni ya usiku kwa spidi kubwa. Kwa nini tena ikiwa ni usiku ilitosha neno lenyewe linatosha, kwa nini tena lailan? Wanasema kwanza lailan mansubu ala nazil khafidh, wal aslu subhana alladhi asra bi'abdihi min lailin, imeondoshwa mini hapo litaakidi madhmuni aljumla. Waarabu wanasema kutoka Maka mpaka wanafika Sham kwenda peke yake ni mwezi mzima, na kurudi ni mwezi mzima, kuonesha safari haikuwa ya kawaida. Lailan, sehemu tu ya usiku, yani kwa masaa machache katika usiku. Yani safari ya Mtume amekwenda kwenye safari ambayo wao huenda mwezi, akarudi kwenye safari ambayo wao hurudi kwa mwezi. Kwa jumla miezi mingapi? Kuonesha ni safari ya ajabu. Allah akasema lailan, sehemu tu ya usiku. Kaondoka wamelala, amerudi bado wamelala. Sawa sawa. Subhanalladhi, ninamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa utakasifu wake, Mola ambaye asra bi abdihi lailan, alimpeleka mja wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja lailan, sehemu tu ya usiku. Min almasjid alharam, min ya ibtida, kuanzia msikiti mtukufu wa Makka ila almasjid alaqsa, na safari ikakomea katika msikiti wa mbali Baitul Maqdis. Na jina linaitwa mara tatu, utakavyoita ni sahihi. Baitul Maqdis, Baitul Maqdas, Baitul Muqaddas. Utakavyoita vyovyote ni sawa. Baitul Maqdis, Baitul Maqdas, Baitul Muqaddas. Kwa hiyo safari ilianza msikitini, msikiti wa Maka, na ikakomea msikitini, msikiti wa Palestina pale, msikiti ambao unaleta zogo. Wataalamu wakavutana kidogo.
na muda hautoshi. Kwani safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hii ilianza msikitini au ilianza katika nyumba ya binamu yake Ummu Hani bintu Abi Talib? Cousin, wa Nigeria wanaita cousin. Asili ya binamu kwanza niweke sawa. Watu wanajua binamu ni mtoto wa mjomba ama mtoto wa shangazi tu. Asili yake siko. Asili ya binamu ni Kiswahili kilichotushinda kutoka katika Kiarabu. Ukisema binamu imetoka katika ibnu ammi, ndio binamu. Kwa binamu ni mtoto wa babako mkubwa ama babako mdogo, ndio anaitwa binamu. Wawili hao wanaongezeka ndani yake wengine wawili. Mtoto wa baba mkubwa, mtoto wa baba mdogo, wawili, sio? Binamu. Wanaongezeka wengine, mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi, binamu. Hawa wote ni binamu zako, na kwenye ndoa wakikunogea oa, ndio binamu. Lakini hili limeonekana wameachiwa wakwe zangu mimi tu wa Pemba peke yao. Sisi Wandengereko wa Zalamu inaonekana ukitaka kuoa mtoto wa baba mkubwa unaonekana una uchu. Shekhe, ukaoe mwanamke mbaya mzuri yupo kwenu, kwa baba mdogo yupo, sogeza tu karibu hapo, unajisevia unaondoka zako. Kinyaa haitafsiri haramu. Na kuna kitu kutopendeza huwa nawaambia watu, hata mimi sili bata, sio maana yake haramu. Mimi hajaninogea tu yule jamaa. Haina maana kuwa ni haramu. Maalesh, hacha huko. Kauli sahihi, safari ilianza ya Isra na Miraj katika nyumba ya binamu yake mtoto wa babake mkubwa mzee Abu Talib, Ummu Hani, ndio ilipoanza. Lakini kwa sababu pale nyumbani kwake ilikuwa ni pale pale Maka, wanasema Maka yote ni haram. Maka yote ni nini? Ni haram, ni ardhi tukufu. Kwa hiyo Mungu kusema minal masjidil harami, japokuwa ilianza katika nyumba ya Ummu Hani, ndio yale yale. Lakini pili, itakuwa ibtidaun idhafi. Mwanzo ni kule kwa cousin, lakini baada ya kutoka kule walikuja mpaka msikitini. Si alisafishwa kwa maji ya Zamzam kisimani? Kisima kipo wapi? Si pale? Katika sura zote mbili, min almasjid alharami ila almasjid alaqsa. Na yote ni misikiti ambayo ilijengwa na Mtume na mwanawe. Maka imejengwa na Ibrahim na mwanawe Ismail, sio? Baitul Maqdis imejengwa na Nabii Daudi na mwanawe Suleiman. Umeelewa Imejengwa na Nabii Daudi na mwanawe nani? Suleiman. Japokuwa wengine wanasema ni Ibrahim na Ishaqa, bado itakuwa pale pale Mtume na nani? Na mwanawe, lakini wote mitume watupu. Hakuna fulafula hata mmoja katika nyumba za msikiti ile. Hakujengwa na mtu tu wa kawaida wewe kalla dhalla. Kwa nini alipelekwa? Allah na alil linuriyahu min ayati alladhi barakna haula, msikiti ambao tuliweka baraka zetu, tuliubariki sana pembezoni mwake. Wanasema ni msikiti ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejalia miti mizuri yenye kuvutia na yenye matunda mazuri, lakini pia ni msikiti uliozungukwa na mito. Barakna haula. Wengine wanasema kwa nini Allah amesema barakna haula? Lianna ash-Sham maqarrul anbiya wal mursalin, kwa sababu Sham ndiyo kitovu cha manabii. Manabii wengi wametoka wapi? Sham. Ndiyo maana akasema barakna haula. Nyie kwenu kijijini kwenu Kondoa uko wapi? Wametoka nani? Katoka bibi yako Likiboko wa wanga wote. Unajua kwenu kuna nini? Maana unakaa katika kijiji, kwenye kijiji chenu kiasili hata shehe hajawahi kutoka. Tiani kijiji hakina hata shehe. Kijiji hakina mtume. Shehe kijiji chenu cha namna gani hicho? Alladhi barakna haula.
linuriyahu min ayatina, ili tupate kumuonesha Muhammad baadhi, min litab'idh. Ina maana safari ile Mtume sallallahu alaihi wasallam akuona miujiza ya Mwenyezi Mungu yote, bali aliona baadhi tu, si yote. Ndio maana Mungu akasema min. Hiyo min hapo inaitwa min tab'idhiyya, ili tupate kumuonesha huyo Muhammad min ayatina, baadhi tu ya miujiza yetu. Na kaoneshwa, kaona muujiza wa kwanza, chombo alichokitumia yule mnyama peke yake ilikuwa ni muujiza. Kwanza ni mnyama, kuonesha ni muujiza. Mnyama mwenyewe ana mbawa, unaona muujiza, mnyama lakini yuna nini? Mbawa. Pili, ana mbawa. Kawaida ya mbawa hukaa mbavuni, mnyama huyu mbawa zake zipo kwenye mapaja. Mpo hai. Watu wengine wanatoa macho tu, au mmekuja kupoteza saumu. Mungu ajalie saumu zetu zisipotee, na watu wengine wapo hapa wanapoteza saumu. Kwanza ni nani? Mnyama. Lakini kuonesha ni miujiza, mnyama mwenyewe ana nini? Mbawa. Sawa, ana mbawa, kuonesha ni miujiza. Mbawa zenyewe ziko wapi? Mapajani. Tatu katika miujiza, mara nyingi wanawaambia ingekuwa buraku ndio refari kwenye mechi, hata yule jamaa wa jana penalty asingefunga. Maana tunaambiwa mnyama mwenyewe sifa yake yadau hafirahu inda muntaha tarfi, anakanyaga hatua ya kwanza linapokuishia kuona jicho. Akienda angani pop, katupa jicho Morogoro namba 1, hatua ya kwanza. Sasa naambie mpaka zifike 12 wapi? Si Marekani? Maana yake buraku kama ingekuwa safari ya kutoka Dar es Salaam mpaka Mtwara, ilikuwa ni hatua 2 kafika, hatua 2 karudi. Ina maana anakwenda Mtwara na kurudi hata dakika 1 haifiki. Na wewe unajua, kwa wale ambao umebahatika kupanda ndege, ukiwa angani, hata ndege hizi za kawaida zinaanza safari baada ya kwenda juu kwa masafa fulani kutoka kina cha bahari. Sikusudi waliopanda ungo, nasema ndege. Wale wa ungo watasema wenyewe. Sasa buraku akienda pap, hatua ya kwanza yuko Ndundu Rufiji. Innahu, hakika yeye Allah, huwa yeye hasa. Wakatoa mfano kule katika Bakara, ha antum haulai, meiona ile Mungu mwenyewe kataka iwe ehe nyie hawa. Nasikia Qur'ani ilivyokuwa tamu. Wewe unaweza ukasema iltifati kama wanavyosema wa Masai, mimi anakuja, mimi anajua. Ha antum, ehe nyie hawa. Mungu kataka iwe hivyo. Sasa tazama hizo vocabulary uone kwa nini Mungu kataka. Innahu, hakika yeye Allah, huwa yeye hasa, as-sami'u, ni mwenye kusikia maneno ya waja zake, al-basir, na mwenye kuona vizuri matendo ya waja zake. Aya kwanza mpaka 11 si leo. Wa ataina Musa al-kitaba, Allah anasema na tukampa Musa kitabu. Wa huwa at-Taurah, wa huwa at-Taurah. Tukampa Musa kitabu, nacho ni Taurah. Ikiwa ni hivyo, alif na lamu iliyoingia katika kitabu ni al-ahdi adh-dhihni. Na tukampa Musa kitabu cha Taurati. Waja'alnahu hudan li bani Israil, na tukakifanya kitabu hicho ndiyo dira ya maisha ya watoto wa Israeli. Israel ni nabii Yaqub. Ukisikia anatajwa Israel, neno Israel ambayo ni Kiyunani, maana yake mutaabid au Abdullah. Israel, mchapa ibada, mja wa Mungu, ndio Israel. Naye ni nani? Yaqub, ambaye Yaqubu katoa makoo 12. Ndio mnasikia kwamba Nabii Isa wao wakamwita Yesu ametumwa kwenye mataifa mangapi? 12. Kizazi cha Israeli. Israeli mwenyewe ni nani?
Yaqub alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Wa ataina Musa alkitaba, na tukampa mtume Musa kitabu cha Taurati. Waja'alnahu hudan li bani Israil, na tukakifanya kitabu chake Musa ambacho ni Taurati ndio muongozo wa maisha yao, kizazi cha Yaqub, kizazi cha Israil. Kwa nini? Alla tattakhidhu min duni wakila. Kwa hiyo ikiwa alla tattakhidhu itakuwa ni iltifat, ilitosha kuwa alla yattakhidhu. Qiraa ya Abu al-Aliya lianna al-kalama minhum, akasoma alla yattakhidhu. Tukisoma alla tattakhidhu al-kalamu ala taqdirin, wa qulna lahum alla tattakhidhu, na tukawaambia nini? Alla tattakhidhu min duni llahi min duni wakila, na tukawaambia musijifanyie tegemezi kinyume changu mimi Allah. Yani Mwenyezi Mungu aliwaambia, nakupeni kitabu cha Taurati na mtume wenu ni Musa, na wala musitafute mtawala na tegemezi katika maisha yenu kinyume cha nani? Cha Allah. Chukueni mafundisho kutoka katika Taurati. Tegemezi la maisha yenu, kazi zenu, biashara zenu, vilimo vyenu, tegemezi lenu liwe ni nani? Allah. Na sisi Waislamu tukaambiwa kupitia Qur'an, wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Ndivyo sivyo? Kwa Mungu tu ndiko anatakiwa wategemee nani? Waumini. Kuswali kote brother, unakoswali anakuja mtu kwa kujisifia mchawi, anakushika, anakutisha kidogo, shekhe unanyongonyea kama Priton. Itikadi yako bado. Kama inafika wakati unamuogopa mwanga, na naamini humu hamna. Humu hamna, kwa sababu mpaka mnaingia humu mwanga hamna. Sote si alhamdulillah. Manake hata Ibilisi si ndio Ibilisi si ndio kiongozi wa mashetani wote? Na ndio kiongozi wa wachawi wote? Mungu alimwambia Ibilisi, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Waja zangu wa kweli wewe huna uchochoro wa kuwatawala. Sasa unamuogopaje? Yani wewe Ibilisi mwenyewe ukiwa mja wa sawa sawa wewe hakuwezi. Hata kuogosa watakuweza hawa min sharril waswasil khannasia. Shehe mzima anamuogopa mwanga. Lakini si kawaida yetu. Mungu anatutisha mpaka kwa mbu. Unajiuliza huyu mbu angefika ukubwa, mbu huyu angefika ukubwa wa paka ingekuwaje? Maki kidudu kama hivi ndio Mungu kashakiwekea sumu za hatari. Ndio lingekuwa linapita juu kama paka lilivyo linapita. Ungeuana. Mungu anatisha bwana. Hii ndio itikadi. Masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Atakalo Allah ndilo linalotokea, na asilotaka haliwezi. Alla tattakhidhu min duni wakila. Huu ndio ujumbe wa Allah kuanzia huko nyuma, tokea kwa Waisraeli. Musijifanyie tegemezi la maisha yenu kinyume changu Mungu wenu. Allah anawapa ujumbe. Mimbabi iyaki a'ni fasma'i ya jara. Tu balagha wanasema. Maneno haya yanaingia katika mlango naye kukusudia wewe, sio Muisraeli. Alla tattakhidhu min duni wakila. Ishini hivyo. Na sisi tukaambiwa na Mtume Muhammad, kila hatua dua. Kila hatua dua, hata ikiwa ya Kiswahili. Mara moja tulisema hapa kwenye muhadhara, na rafiki yangu yupo pale. Mna watoto zenu mnawaombea Mungu awanusuru. Wewe unakumbuka mwanao kaenda shule na karudi shule, khalas. Asubuhi umuombei mwanao hata ikiwa kwa kindengereko, lakini muombe nani? Waombeeni watoto zenu, ziombeeni ndoa zenu, ziombeeni kazi zenu, ziombeeni biashara zenu. Alla tattakhidhu min duni wakila. Yani maana yake unamtegemea Mungu kwenye kila lako. Sio tena wanengereko wenzangu, wanongo wapae, wanongo wakunani. Huko nakokwenda mjomba siko. Tupo hai. Dhurriyata man hamalna
mansubun ala nida. Mwenyezi Mungu akawaambia dhurriyata man hamalna, ay ya dhurriyata man hamalna ma Nuhin, enyi kizazi cha wale ambao tuliowaokoa kwenye jahazi pamoja na Nuhu. Maana yake ni kwamba sisi sote tunatokana na kizazi cha nabii nani? Nuhu. Kwa nabii Nuhu alipoingia kwenye jahazi na watu wake wema, maana yake tulikuwa migongoni mule mwa wale watu, sivyo? Dhurriyata man hamalna ma Nuhin, enyi kizazi cha wale ambao hamalna ma Nuhin, tuliowabeba katika jahazi pamoja na Nuhu. Tuliwaambia nini? Kwa nini? Nuhu huyu innahu kana abdan shakura, wal kalamu ala alhathi, maana yake nini? Ushkurullah. Kuna maneno yameondoka. Enyi kizazi cha wale ambao tuliowaokoa katika jahazi pamoja na Nuhu, mshukuruni Mungu katika kila jambo, mshukuru Mungu. Tunatakiwa tudumu katika kumshukuru nani? La in shakartum la azidannakum. Tukijenga utaratibu wa kumshukuru Mungu, Allah atatuzidishia neema. Kama sio hii ataleta ile, kama sio ile hatuna tabia ya kumshukuru Allah. Innahu kana abdan shakura, hakika Nuhu alikuwa ni mja mwingi wa kushukuru. Wanasema kana Nuhun alayhi salatu wassalam idha akala ta'aman au shariba sharaban au labisa thawban qala alhamdulillah. Nuhu ilikuwa utaratibu wake, akila chakula chochote sawa kashiba ama hakushiba, kilikuwa katika vyakula vitamu sana ama cha kawaida, kama ndio Ramadhani umeftari magimbi kwa tambi kwa tende ama miogo kwa pilipili, chochote ulichokila mshukuru Mungu. Nuhu alikuwa hivyo, chochote anachokula akimaliza anamshukuru Mungu, chochote atakachokunywa hata ikawatogwa anamshukuru Allah, akivaa nguo yake nzuri ama ya kawaida anamshukuru Mungu. Lakini sisi tukivaa tunajisifia wenyewe, tukila tunajisifia wenyewe, wajanja wa kutafuta pesa, kwa maana wanaokula vyakula vya kawaida tunawaona wazembe. Subhanallah, ni kibri mbele ya Allah. Innahu kana abdan, Nabii Nuhu alikuwa ni mja mwingi wa nini? Wa shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Wewe mzee, hivi unamshukuru Mungu kwamba mpaka leo na miaka 70 upo hai? Kwani hakuna wenzio uliocheza nao utotoni washakufa? We mpaka leo bado upo, mshukuru Allah. Na we kijana una watoto wenzio ulicheza nao kombolela huko utotoni ukiwa na miaka 5, 6, 7, 8, 9, wameshakufa. Au una wenzio uliokuwa nao utotoni sasa hivi walevi wa kupindukia, wahuni wa kupindukia, wewe wapatikana msikitini, wamshukuru Allah. Innahu kana abdan shakura. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. Neno qadha muda hautoshi, linakuja katika Qur'ani kwenye maana 4. Neno qadha linakuja kwa maana 4 ndani ya Qur'an. Hatuwezi kuchambua kwa kina kwa sababu tukimbizana na muda. Laweza likaja neno qadha likawa maana yake kuhukumu, wa qadha wa hakama.